Na mimi sasa naomba nichukue nafasi hii kuchangia katika wizara hii ya nishati. Kwanza kabisa, kabla sijasahau, niseme naunga mkono hoja kwa 100%. Lakini nianze na pongezi. Kwanza kabisa nimshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika nishati hii ya umeme na kufanya mageuzi makubwa sana kwa kuhakikisha kwamba vijiji vyetu vyote 12,300 na kitu vina umeme. Hiyo inastahili pongezi kubwa sana. Kama mnavyojua, kwa sasa tunakwenda kutekeleza dira hii ya mwaka 2050 na tuko kwenye mpango wa 4 ambao ndio wa kwanza kabisa kwenda kutekeleza hiyo dira, ambayo dhiba yake inasema ni mageuzi kwa ajili ya ukuaji wa uchumi jumuishi na kuzalisha ajira. Na hasa nishati ya umeme ni nguzo muhimu sana katika uchumi wa viwanda. Kwa hiyo nadhani katika miaka hii 4 ambayo tumebakiwa nayo katika utekelezaji wa huu mpango wa maendeleo, kuna baadhi ya wizara muhimu ambazo zinabidi zipewe kipaumbele, mojawapo ni hii ya nishati. Kwa hiyo nimpongeze pia Mheshimiwa Waziri Deogratias Ndejembi kwa umakini wa hali ya juu pamoja na naibu waziri wako. Tuna imani kubwa na wewe. Katika vitongoji ambavyo ni 64,359 tayari serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan imepeleka umeme katika vitongoji 39,003. Ni 61%. Na ndani ya hizi siku 100 tayari mmetenga fedha 1.2 trillion kwa ajili ya vitongoji 9,009. Sasa hapa mnasema kwamba vitakwenda kutekeleza kwa muda wa miaka 3. Ina maana bado tuna vitongoji vingine 30,000. Nitaka kujua wizara inakuja na mkakati gani wa kuhakikisha kwamba hivi vitongoji vingine 30,000 navyo vinapata umeme kabla ya mwaka 2030. Lakini pia tunapokwenda 2030, maana yake mahitaji ya umeme yatakuwa ni mengi zaidi ya megawatts nadhani 10,000. Kwa sasa tuna megawatts 4,500. Kwa nilikuwa nashauri, nilikuwa napitia jana katika hotuba ya waziri, miradi inayoendelea kama 21 itatupatia almost megawatts 3,000 na kitu. Kwa hiyo tuhakikishe inakamilika kwa haraka, lakini tuongeze vyanzo vya kuzalisha umeme hasa kwa kutumia njia hii ya sola na gesi asilia. Hii itatusaidia sana kuhakikisha kwamba tunapata umeme. Sasa hapo nitakwenda kwenye jimbo langu la Butiama. Tunavyo vitongoji 370, lakini tayari vitongoji 210 vimepata umeme. Lakini nishukuru pia wizara na serikali hii kwamba ndani ya siku 100 tunatekeleza vitongoji vingine 51. Lakini nimeangalia katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri masuala haya universal electrification kwenye hivi vitongoji, na kulikuwa na mradi ule mnaoita National Energy Compact. Pale Butiama kuna vitongoji 37 ambavyo vingeweza kunufaika na huu mradi, lakini hadi sasa mkandarasi hajafika. Kwa hiyo nilikuwa napenda Mheshimiwa Waziri ujitahidi, kwa sababu Butiama kwa kweli watu wengi wanadhani Butiama hali ni nzuri sana, lakini Butiama bado tuna mahitaji ya msingi kama ilivyo kwenye wilaya nyingine. Lakini kingine Mheshimiwa Waziri, kuhusu bei, Butiama bado ni wilaya mpya, lakini kuna maeneo kama vile ya Kiabakari, maeneo ya Sirolisimba na Buhemba, napo unakuta wamepangiwa kulipia umeme kwa shilingi 321 na wengi wameshindwa. Kama ambavyo wenzangu wamesema, nadhani hili mliangalie. Mkirudisha 27,000 watu watalipia, wameshafanya wiring, then mtapata wateja na mambo yatakwenda. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru pia kwa hizi juhudi za kukamilisha hili bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda Hoima mpaka Chongoleani. Naona ni 82%. Pongezi kubwa sana kwenu Mheshimiwa Waziri. Tukija kwenye swala la mafuta, bei ya mafuta imeleta changamoto kidogo kutokana na hii vita ya Marekani na Irani, lakini naishukuru wizara na serikali kwa kuhakikisha kwamba bei ya mafuta haipandi kwa kiasi kikubwa sana, hasa kwa kuendelea kulitumia shirika letu la TPDC. Naomba Mheshimiwa Waziri uendelee kuwa na msimamo, uliwezeshe liweze kufanya kazi yake vizuri ili kuhakikisha kwamba bei ya mafuta haipandi kama ilivyo kwenye nchi nyingine, lakini pia uhakika wa kupata mafuta nchini uendelee kuwepo kama mnavyoshauri hadi mwezi wa 7 huko, wakati tunasubiri kuona hali inakwendaje. Lakini pia kuhusu masuala ya ujenzi, nisoma kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri, mnakwenda kuongeza namna ya kupokea mafuta na kuyahifadhi kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam na Mtwara. Naomba sana wizara jitahidi kuhakikisha kwamba hilo linafanyika
kwa hizo asilimia za utekelezaji ziongezeke, lakini pia tuchukue mawazo ya mbunge Ezra alivyosema hapa, tuweze kutumia pipeline. Inaweza kuwa pia ni njia nzuri, baada ya magari kwenda Dar es Salaam basi kuwepo na vituo vingine maeneo mengine. Kwa hiyo nilipenda pia kushauri kwenye hilo, lakini tukija kwenye swala la hotuba pia nadhani ukiangalia umeme huu mnaopeleka kwenye vitongoji, lakini kuna taasisi kama vile zahanati, vituo vya afya na hospitali. Nadhani Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza wizara ijitahidi, nadhani mngelikuja na mpango maalum wa kuhakikisha kwamba shule zetu, zahanati na vituo vya afya vinapata umeme. Muje na mpango tofauti kabisa ili REA waendelee kufanya kazi zao vizuri. Lakini pia nichukue nafasi kuipongeza REA kwa kazi nzuri wanayoifanya. Waendelee kufanya kazi hiyo vizuri sana. Mheshimiwa Waziri, kwenye jimbo letu la Butiama tuna madini yanapatikana sehemu mbalimbali, hasa madini ya dhahabu. Kwa hiyo kuna maeneo kama vile Kuigutu, Buhemba, Tarani, Kyawazaru wanahitaji nguzo za umeme ili waweze kuongeza uzalishaji. Lakini pia kuna maeneo ambayo tuliomba nguzo 300 wakati Mheshimiwa Rais alipokuja kwenye ziara. Wananchi ni manager wa pale Daniel amefanya BOQ. Tukaletewa zile nguzo 300, lakini engineer Babu ambaye amehamia Temeke akazipeleka anakojua Tarime. Kwa hiyo wananchi wa Butiama mpaka sasa wana malalamiko makubwa sana. Naomba wizara jitahidi tupate hizo nguzo angalau tuweze kupata umeme kwenye maeneo hayo. Lakini pia ushauri, wakandarasi wengine wanaweza, mnapowatafuta wakandarasi ambao wanasimamia hii miradi hii ya REA, kuna baadhi ya wakandarasi nadhani hawana uwezo mzuri. Kwa sababu tuna wakandarasi wengine wanaweza kuitumia kama fursa ya kupata fedha, lakini kuna mkandarasi mmoja kwenye jimbo letu anaitwa Alpha, anapo transformer iliharibika ya Kongoto miezi 6 na hajakabidhi mradi, hawezi kureplace transformer Alpha. Lakini mkandarasi huyo kuna eneo moja majengo pale Kiabakari ameleta transformer ambayo inatoa njia 2 tu. Watu wanaohitaji kutumia umeme kwenye mashine hawezi kutumia, na tangu Januari anaambiwa rekebishe, hajarekebisha. Kwa hiyo nilikuwa nadhani wakandarasi inawezekana wapo kwenye maeneo mengine pia wasitumie fursa hii kupata fedha za TANESCO alafu matokeo yake wakapeleka vitu ambavyo sio vitu imara. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana hilo lifuatiliwe kwa umakini wa hali ya juu. Nadhani kingine tujifunze, tulikuwa na kampuni yetu ya TIPA ya refinery, kama inawezekana pia muiangalie, kwa sababu tukiwa na vitu vya serikali inapotokea changamoto kama hizi, nadhani ni wakati mwafaka. Tumeona TPDC imetusaidia bei kutokupanda. Kwa hiyo kama inawezekana refinery hii iweze kufanywa kazi. Baada ya kusema hayo, narudi kusema nachukua nafasi pia kuipongeza serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuhakikisha tunakuwa na umeme wa hakika, na tujitahidi sana. Lakini masuala ya nishati safi, Butiama wakina mama pia wanaomba kupata ile mitungi ya ruzuku kama itawezekana. Asante sana, naunga mkono hoja.